Tunakukaribisha kwenye channel yetu Kuna Tumaini TV. Tunakuletea ujumbe wa maana sana wa tumaini, na ujumbe huu utasaidia wote watakaosikiliza. Tunakusihi wewe ambaye umeingia kwenye channel hii ubarikiwe na ujumbe huu, umalize hadi mwisho. Ukiwa na ndugu yako ambayo unampenda, mutumie ujumbe huu wa tumaini ili upate kumsaidia. Ujumbe huu tumeuandaa kwa ajili ya wakaaji wote wa Nord Kivu katika DRC, vile vile na kwa wakaaji wa Ituri, kwa sababu wanapitia magumu mengi, na tunaendelea kuwaombea, tunaendelea kuwakabidhi mikononi mwa Mungu, na tunaamini Mungu hata tuachilia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuata channel hii, na kuomba upate kujiunga nasi unapojiandikisha, ili uwe ukibarikiwa kwa muda unaofaa kwa ujumbe kutoka channel hii. Mungu apate kubariki kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunashukuru kuwakaribisha katika fundisho ambalo tumeliandaa ili tupate kubariki katika siku hizi ambazo vita inasumbua wengi, magonjwa ya kutisha inasumbua wengi, na wengi wameishi katika woga na pasipo tumaini na pasipo amani. Ndiyo maana tunakuletea ujumbe huu, na mbele tutoe ujumbe huu tutaomba. Baba wetu mwema, tunashukuru kwa sababu siku zote wewe ni Mungu wetu. Tunashukuru kwa sababu unatupenda. Tunashukuru kwa sababu wema wako ni wa ajabu. Tunawaombea wana wako wanaokuwa na masumbuko mengi sababu ya vita, sababu ya magonjwa ya kutisha. Wamepoteza wengi tumaini, wamepoteza wengi imani, lakini tunakuomba Baba mwema, tukisema upendo wako mkuu uoneshe hawa wana wako, waoneshe wema wako, kila mmoja katika hatua anayoifikia upate kunyosha mkono wako kumshika na kumwokoa katika haya magumu, katika hizo shida ambazo zimetufikia. Roho wako Mtakatifu akae katika mioyo yetu na kuandika maneno haya ambayo tunataka jifunza katika mioyo yetu, ili yatusokese karibu nawe. Tunaomba mapenzi yako yatendeke katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Habari ambayo tunawaletea ni habari njema kwa waamini wote na kwa wakaaji wote wa Nord Kivu na wakaaji wote wa province ya Ituri DRC. Siku hizi wanapitia magumu makali sana. Magumu ya kwanza ni vita. Kuna wengi wameacha shamba zao, wamekuwa wakimbizi wanapoishi katika hali mbovu. Shida ya pili inakuwa ni shida ya magonjwa ya virusi Ebola, ambao vimesababisha vifo vya wengi, na hata wengi wameishi katika woga mkali sana. Waganga wanaishi katika woga, wakaaji wanaishi katika woga,
lakini kile ambacho tunataka kuwatolea ni kwamba tusiogope, lakini tumtazame Mungu, kwa sababu yeye ana uwezo wa kutushindia mambo yote. Jambo la pili ambalo tunapenda kuwatolea ni kwamba tuwe na imani kwamba mambo haya yote yatamalizika, lakini si kwa nguvu, si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mungu. Shairi ambalo linatutangulia katika fundisho letu ni Zaburi 34 kwa shairi la 19. Tutasoma: mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo. Shairi hili linazungumzia kwamba tunaweza pitia magumu fulani, mateso, lakini haya mateso hayataendelea kuwa pamoja nasi. Kuna wakati mateso haya yatapita. Kuna wakati muda wa magumu utapita. Ndiyo maana shairi sehemu ya pili nasema, lakini Bwana humponya nayo. Ni kusema kuna wakati ambako Mungu atatuponya. Kuna wakati ambako Mungu atatushika. Kuna wakati ambako Mungu atatuletea faraja. Tunapita katika hali hii ya ukimbizi, katika hali hii ya uoga, tunapoogopa magonjwa haya ya kutisha ambayo yamekuja. Kitu cha kwanza ambacho tukifahamu, tuache kuogopa, tutupe woga, lakini tumtazame Mungu. Wana wa Mungu wanapokuwa katika hali gumu kama gumu ambayo tunaipitia sasa, walimtumaini Mungu. Na hata Mungu alikuwa akituma nabii wake ili awatie moyo wana wa Mungu, na walikuwa wakiamini. Ndio maana mambo ambayo tunawaletea msipuuze, ni mambo ya hakika. Sisi kama watumishi wa Mungu tunapowaombea, tunapoombea mambo ambayo yanapitikana, na Mungu anajibu. Ujumbe ambao tunawaletea, tunasema msiogope. Mungu ananena nasi katika kitabu cha Isaya 41 kwa shairi la 10. Imeandikwa, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Wengi wameishi katika woga mkali kwa sababu ya Ebola. Ndio inatisha sana, kwa sababu inaua, inaacha usalama ukose nyumbani. Kuna wale ambao wameteseka sana kwa ajili ya magonjwa haya. Kuna watu wengi ambao wamefariki kwa sababu ya woga. Wengi wamefariki kwa sababu ya woga. Kuna wale ambao wameanza kataa hata kwenda hospitalini, wakifikiri tukifika huko watatushika, watatuweka kwenye vyumba vya watu wa kusikia Ebola, na hata na sisi tutafariki. Haya ni mambo ambayo wengi wamepitia. Wengi wameanza kuzitunchisha nyumbani mwao,
lakini wanapoenda hospitalini imekuwa kwa kuchelewa. Hii ni jambo gumu sana, ni kwa sababu ya woga. Ndio maana tunawaambia tuwe na tumaini, tusiogope. Hata kama wewe umegonjwa, enda hospitalini. Samahani, enda hospitalini, usijiache nyumbani. Jambo la pili linalosababisha wengi hata waogope, wameanza ogopa kuhamishwa kwa hospitali ambayo alifikia kwenda kwa hospitali nyingine. Huyu mganga anasema, mimi nimeshindwa kutunza, nimeshindwa kabisa, vifaa sina, acha nikupeleke mahali utapata matibabu inayofaa. Lakini wanakataa, wanaogopa, na utaona mtu anafariki kwa sababu ya woga, anapoogopa kuenda kwenye hospitali inayofaa. Haya ni magumu sana, haya ni magumu sana. Ndiyo maana katika Isaya Mungu anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Jua kwamba Mungu ni pamoja nasi, tusiogope. Mungu anasema usifadhaike, tusifadhaike kwa sababu magonjwa yamekuja tu, tusifadhaike. Anasema kwa maana mimi ni Mungu wako. Yeye ni Mungu wetu mpaka sasa, anatujali, hata tuachilia. Nasema atatupa nguvu, atatushika kwa mkono wa nguvu wa ushindi. Tusiogope. Jambo la pili, tuwe na imani. Tuwe na imani. Wengi waliponywa wakati wa Yesu kwa sababu walikuwa na imani. Na Yesu alikuwa akisema, imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Tuwe na imani. Tunaposikia hiyo, ni upungufu wa imani, ni upungufu wa imani. Na wakati imani yako imeisha, hii ni vigumu sana. Hapa tunamwona Bartimayo aliyekuwa kipofu, ambaye alikuwa haoni, alikuwa amejua habari za Yesu, na aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti anapita, alipaza sauti akasema amuokoe, amponye. Na Yesu alipomponya, katika Marko sura yake ni ya 10, kwa shairi hili la 52 imeandikwa, Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Huyu ni kipofu kwa sababu alikuwa na imani. Tunapoenda hospitalini, tuende na imani. Tuache woga. Usituletee ugonjwa wa moyo ambao utasababisha kifo cha haraka, na Mungu angeweza kututendea muujiza mkubwa. Tuwe na imani. Imani hii iache tuelekee kwenye matibabu inayofaa tunapoamini. Magonjwa haya Mungu ana uwezo wa kumaliza, lakini tuenende pasipo nini? Pasipo woga. Tumtumaini Mungu, kwa sababu Mungu ana uwezo mkubwa sana. Anaweza akatupitiza hata kwenye moto, hatutaugua. Anaweza akatupitiza katika hali gumu. Kwa nguvu yake, kwa nguvu ya Mungu tunashinda.
Ndiyo maana mimi nawaletea mambo mawili tu: tusiogope, tuwe na imani. Mungu atusaidie sana na tupiganie katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Tuombe. Baba wetu mwema, nainua mikono yangu kwako ninapowaombea Wakongomani ambao wamesumbuka sana kwa vita, kwa magonjwa ya kutisha. Na waombea Baba mwema nikisema uwashike mkono. Sio Wakongomani pekee, hata katika nchi zingine wana vita, wana masumbuko. Mkono wako unyoshe kuwaokoa wana wako. Tunashukuru kwa sababu maombi haya umeyasikia. Tunaamini kwamba utaokoa wana wako kupitia magumu haya ambayo wanayapitia. Kwa tumaini tunalo katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana. Kwa ni mara yako ya kwanza kufata channel yetu Kuna Tumaini Kuu, tunaomba upate kujiandikisha uwe mwanamemba. Ujiandikishe ili uwe ukipata fundisho zetu kwa muda unaofaa. Mungu akubariki katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.